Jojo jamani, kijana leo ya kwetu wote tunaenda wote jamani, tunaenda. Si tumeshafika mpaka hapa. Une. Hivi wangobire ku Zanzibar. Nikwenda mgobire hapa kumbe. Nimeshafika mpaka hapa sasa unataka Zanzibar. Jamani Jojo, na bwana Twende wewe. Jamani nikafure jamani wewe mwende jamani. Jojo wewe. Waiza. Nabidi ule utamaduni. Gilfred Mwakatobe. Kula utamaduni. Maparachichi. Elesea Mwaka Sungula. Kula utamaduni. Gilfred Mwakatobe wewe. Kula utamaduni. Bosi. Mimi Mwaisa. Tajiri lipa. Huna baya. Umenye Mwakatobe. Umenye. Ngapi? 1500. Mengi hayo. Keep change. Niko na tajiri Mwakatobe. Tajiri Mwakatobe. Niko na wewe sasa. Sampa to bampa. Tunaenda wote. Kijana leo yetu wote, familia moja. Mambo vipi mtazamaji wa kipindi chako pendwa kabisa cha Kijana Leo. Karibu, na hapa tulipo tupo katika hifadhi ya miti ya Kawitile. Mwalimu wa geography, tuelezee kwa kina basi kuhusiana na eneo hili. Asante sana mwanafunzi wangu, na nikwambie tu kwamba hapa tuko nyanda za juu kabisa na kuelekea Mbeya mjini, lakini ukienda hivyo unaelekea Chunya, na ukitazama nyuma yako kwa mbali unaweza kuiona Uyole, lakini pia pembeni pale unaweza kuiona Inyala, lakini pembeni hapa unaweza kuiona Usangu. Kikubwa zaidi katika eneo hili ni eneo ambalo linafanyika shughuli za kitalii, lakini pia na shughuli za kijamii, yani eco tourism. Lakini pembeni unaweza kuona bonde la ufa la Afrika Mashariki. Unakumbuka shule ya msingi? Nakumbuka mwalimu. East Africa Rift Valley. Kwa ukikaa hapa unaweza ukaliona bonde kwa ukaribu zaidi. Lakini wakazi wa huku ambao wamekaribiana kabisa na bonde hili ni Wasangu. Kwa hiyo wenyewe maarufu bonde hili wanaita kama ni bonde la Usangu. Unanipata Nimekupata. Lakini kikubwa ni kipi ambacho kimetufanya sisi tufike katika mkoa huu wa Mbeya? Kama ilivyo kawaida yetu sisi Kijana Leo lazima tumtembelee kijana ambaye ana bunifu inayotatua changamoto kwenye jamii yake. Mkononi mwangu niko na zao la nyanya. Vijana waliokuwa huku wao wanatatua changamoto kwenye zao hili la nyanya. Wengi tumezoea kutumia nyanya hii kama kiongeza ladha katika vyakula mbalimbali pale jikoni. Takwimu zinasema barani Afrika na Tanzania kwa ujumla 50% ya nyanya huharibika baada ya kuvunwa kwa sababu mbalimbali. Na baadhi ya sababu hizo ni uhifadhi mbaya, lakini pia usafirishaji, mvua, joto kali na pia kukosekana kwa soko kwa wakati. Na hizo ndizo changamoto ambazo zimetufanya sisi tufike katika mkoa huu wa Green City, mkoa wa kijani kabisa, mkoa wa Mbeya. Huku ndipo ambapo tunamuibua kijana mwingine mbunifu, na huyu si mwingine bali ni Justin Bahati. Yeye akiwa na wenzake kupitia Dry Food Enterprises, wao waliamua kuona changamoto na kuifanya kama fursa kwa kuongeza thamani ya mazao ya kilimo haswa kupitia nyanya. Na wao walikuja na wazo la kubadilisha nyanya kutoka katika hali hii ya tunda mpaka kupata unga wa nyanya, unga ambao bado unabakia kuwa na virutubisho vyake vya asili kwa lengo la kuongeza thamani ya nyanya hii. Kumbuka kipindi hiki tunamwangalia kijana kupitia mabadiliko, kupitia teknolojia ya ongezeko la thamani ya mazao ya kilimo. Nikukumbushe kwamba kipindi hiki kinakujia kwako kwa udhamini wa Azam TV, ofisi ya Rais na maendeleo ya vijana, bila kusahau Jakaya Mrisho Kikwete Foundation. Langu jina ni Papa Mwakatobe. Langu jina ni Gilfred Arnold, lakini huku wananiita Papa Mwakatobe. Nami ni Elesia Haule, na huku wamenibatiza kama vile mtoto wa binti Kasungura. Mwakasungura. Basi kabla tujaenda kumwona kijana wetu, kinara wetu, basi njoo upate kuona bonde la ufa la Usangu. Naona hali ni nzuri, panavutia. Uende ukasimulie kwenu. Watalii tunawakaribisha sana. Unaona a beautiful view. Angalia usteleze, lakini wamehakikisha usalama wako. Ni kweli. Tukasogea tukaangalia kule mbele.
kama ilivyo Kijana Leo, lazima tukutanishe na kijana mbunifu anaenda kutatua changamoto kwenye jamii yake. Na hapa niko na kijana ambaye yeye yuko pamoja na vijana wenzie katika kampuni ya Dry Food Enterprises. Tuweze kumfahamu kwa kina yeye ni nani na anafanya nini katika kampuni hii. Karibu sana. Kwa majina anaitwa Justin Bahati, ni mbunifu na mjasiriamali, lakini pia ni mhitimu wa Chuo cha Sayansi na Teknolojia Mbeya. Ni mkurugenzi na mwanzilishi pia wa kampuni ya Dry Food Enterprises. Dry Food Enterprises tunadili na kuongeza thamani kwenye zao la nyanya. Tuliamua kuanzisha huu ubunifu mwaka 2023 baada ya kuona changamoto ambazo wakulima pamoja na wafanyabiashara wa nyanya wanapitia kwa kupoteza mazao mengi baada ya mavuno kwa kukosa soko la uhakika, ambapo tukaandika proposal kwa mradi unaitwa Agra, ambao ulikuwa na support vijana wanaofanya mambo ya agribusiness. Kwa mwenzangu alikuwa amesoma masuala ya umeme na mimi nimesoma mechatronics. Kwa hiyo tukaunganisha ile knowledge yetu, tukatengeneza mashine ambayo ina uwezo wa kukausha nyanya yenyewe kwa mfumo wa automatic. Then baada ya hiyo sasa, kipindi cha mwaka mmoja tumefanya hizo tafiti na tumepata ile poda yenye ubora ambao tunataka. Ndo tukasema sasa tuagize mashine kubwa kutoka nje kwa ajili ya kufanya uzalishaji. Kama tunavyojua, nyanya ikiwa fresh inakaa ni almost siku 7 inaharibika kama hauna friji, lakini kama ikiwa katika mfumo wa unga inaweza kukaa mpaka miezi 12 au miezi 6 baada ya kuwa imefunguliwa. Kwa hiyo kwa hiki kipindi kinampa mkulima au mfanyabiashara uwezo wa kuuza bidhaa yake pasipo kupata hasara ama kuhofia kuharibika. Kwa nini mmefikiria mfumo wa unga na kwa nini hamkufikiria mfumo wa paste kama ilivyokuwa kwa watu walivyozoea? Sisi tulitaka kutengeneza kitu ambacho ni organic. Nyanya zetu hazina additive yoyote, hatuongezi rangi, hatuongezi preservative wala kitu chochote. Kwa hiyo ni 100% organic, kitu ambacho huwezi kukiachieve kwa kutumia paste. Unapotumia paste lazima utengeneze zile additive kwa ajili ya kuzifanya ziweze kuishi muda mrefu zaidi. Mapokeo ya bidhaa yenu yalikuwaje kwa wateja wenu? Kwa wateja ambao tumeengage nao mwanzoni wamepokea vizuri, na ni kitu ambacho tulikuwa hatutegemei, kwa sababu tuliwapatia kama majaribio. Baada ya kutumia tukaanza sasa kupokea zile simu za uhitaji kwamba ni lini tena mnatuletea ule mzigo, labda nahitaji kiasi kadhaa. Mwanzoni tulikuwa tunafunga kwenye package za kilo 25. Kwa hiyo unakuta mtu umempelekea package moja, akija kurudi tena anaambia nataka safari hii mniletee package 4, kwa sababu nimeona kwamba ni kitu ambacho kinakaa muda mrefu na ninaweza kukitumia na kina ubora mzuri. Tunaowauzia jumla walikuwa ni watu wa mahoteli na wamiliki wa shule, kwa sababu badala ya kununua nyanya nyingi kwa ajili ya kuandaa chakula cha watu wengi na zinaharibika mapema, sasa hivi tumewapatia mbinu ambayo inawasaidia wenyewe waweze kuandaa chakula cha watu wengi pasipo kuhofia kupata hasara au kuwa na gharama za ziada, labda kuhifadhi kwenye cold room ama kwenye majokofu zile nyanya muda mrefu. Wakati mnaanza safari yenu hii, unaniambia mlikuwa vijana wawili, lakini utendaji kazi mlikuwa mnafanya nyinyi au kuna vijana wengine ambao mlikuwa mmewaajiri nyumbani kwa support? Nilianza mwenyewe nafanya kila kitu, na katakata, na kausha, nafanya packaging, then na mwenzangu pia akawa ananisaidia upande wa technical, yeye pia anafanya operations zingine kuwasiliana na wakulima hivyo. Lakini baadaye kadri siku zinavyozidi kwenda, ile demand inavyozidi kuwa kubwa, tunatakiwa kufanya uzalishaji mkubwa zaidi, tukaanza kuajiri vijana wengine ambao ni wanachuo pia. Kwa hiyo tukawa tunawaajiri kama part time. Kwa mtu anakuja kwa siku, labda ana operate, akimaliza analipwa malipo yake ya siku, anaondoka. Ni wakina nani wengine ambao wananufaika zaidi na huu mradi? Mbali na sisi na wakulima, tuna pia watu wa usafiri, tuseme bodaboda, lakini kuna wafanyabiashara pia wanaouza nyanya. Tangia mmeanza mradi huu, unaweza kutuambia ni kwa namna gani umenufaika hasa kwa kiuchumi? Kumiliki kampuni au kuanzisha biashara sio jambo dogo. Kwa hiyo tayari hiyo kwetu sisi ni mafanikio, lakini pia tuna uwezo wa kumudu gharama za maisha ya kila siku, like kama vile unakaa mwenyewe, unalipa kodi yako mwenyewe, unanunua chakula hivyo. Vijana wengi bado wanakaa nyumbani, lakini sisi tumejitahidi angalau kwa hatua hiyo tumeweza kufikia hiyo level, ingawa bado tuna maono ya kuwa na kiwanda kikubwa zaidi ambacho kitafanya uzalishaji mkubwa zaidi. Katika mazingira ambayo tuko, mtu anaweza kushangaa, huyu tayari ameshaachana na chuo, anataka kujua ni support gani ambazo mmezipata za kipesa, lakini pia
mazingira uwezeshi kwa nyinyi kuweza kufanya kazi zenu? Kama mnavyoona hapa nyuma kuna jengo ambalo ndo kituo cha ubunifu, inaitwa Center of Innovation and Technology Transfer. Ni jengo ambalo limejengwa kwa ufadhili wa mradi wa HIT. Kwa hiyo ni jitihada za chuo kuhakikisha zina support na kukuza bunifu. Sasa mbunifu yoyote awe ni mwanafunzi au mtu wa nje anaweza kutumia hiyo miundombinu kwa ajili ya kuendeleza ubunifu wake. So wanatoa support mbalimbali ikiwemo sapoti za kifedha kama ubunifu wako unahitaji kupata pesa, lakini pia wanatoa sapoti ya eneo la kufanyia kazi. Mwingine anaweza kuwa na mashine lakini hana sehemu ya kufanyia kazi, wanatoa hiyo sapoti, wanakupa eneo, unafanya kazi zako. Na pia kuna mafunzo, wakati mwingine labda unafundishwa financial management, unafundishwa labda masuala ya kuelezea wazo lako kwa wawekezaji na vitu kama hivyo. Asante sana Justin Bahati. Tunajivunia kijana wetu huyu ambaye yeye ameona changamoto kwenye swala zima la wakulima au wafanyabiashara wa zao la nyanya. Lakini sasa baada ya kusikia hayo yote tuliyosikia, kwanza ni kuunganisha na mwenzangu Gilfred Arnold. Yeye atatupitisha katika safari nzima za uandaaji wa nyanya hizi mpaka kupata unga wa nyanya. Kwa kweli vijana hawa wametuongezea hela juu zaidi tofauti na wanunuzi wengine. Angalau kwa sasa tuna uhakika kununua nyanya na kuhifadhi kwa muda mrefu. Kipindi cha mavuno hata mimi huwa navuna. Tripu shamba, tripu kiwandani. Safari ni hatua na hatua ni kujifunza. Tuendelee kujifunza kutokea katika mkoa huu wa Green City Mbeya, namna ambavyo vijana kutokea Dry Food Enterprises wao waliamua kuja na tiba katika changamoto za jamii inayowazunguka, lakini kikubwa haswa wao wamekuja kuongeza thamani ya soko la nyanya. Karibu katika kiwanda hiki, na nikwambie tu kwamba kiwanda hiki tunakuja wabunifu tu, yani hapa ni genius at work, don't make noise. Karibu. Yes, huku kwetu tunasema Isa Twigile Manyile Mwakalobo na mwenyeji wangu ni bibie hapa ambaye anaitwa Milena. Milena, habari yako? Salama, habari? Salama, pole na kazi. Asante. Lakini Milena yuko na wenzake ambao watatupitisha katika hatua zote kutoka katika tunda la nyanya mpaka tunapata unga wa nyanya, bidhaa iliyokamilika inayofaa kwa matumizi yetu. Karibu Gilfred. Asante. Dry Food Enterprises. Hapa ndipo sehemu ambapo tunachukua nyanya kutoka kwa mkulima. Ikifika hapa inapitia katika hatua tofauti na mwisho kabisa ndipo ambapo tunapata unga wa nyanya. Tunaanzia hapa. Naona kijana hapa yuko busy anasafisha. Ndio, hii ni hatua yetu ya kwanza ambapo sasa nyanya ikitoka kwa mkulima inafika hapa, inasafishwa kwa ajili ya kuitibia ile nyanya. Tunajua inatoka huko, hali ni tofauti shambani, inapuliziwa dawa, inafanya. Kwa hiyo lazima ifike na ipitie katika hatua ya kwanza ambapo ni kuisafisha na kuitibia ile nyanya. Haya ni maji ya kawaida au kuna namna mnayafanya? Hapa sehemu ya kwanza ambapo anaanza kusafisha. Haya maji tumeyachanganya na solution ambapo hiyo solution itasaidia kuondoa zile kemikali ambayo kule mkulima anakuwa ameitumia kwa ajili ya kuikingia ile nyanya. Yale madawa wanaopulizia. Madawa tofauti. Maana tunajua kwa mfano kama huku Mbeya ni mvua nyingi. Huwa kila baada ya siku 3 unakuta mkulima anapulizia dawa kwa ajili ya kukinga wadudu. Kukinga wadudu. Kwa hiyo haya maji ya kwanza hapa ni kwa ajili ya kuondoa ile kemikali ambayo inakuwa kwa nje ya nyanya. Haya maji yana solution, lakini haya maji ya pili hapa nayo tumia, haya ni maji ya kawaida kwa ajili tu ya kusuzia ile nyanya.
Hii solution ni salama kabisa, haina shida yoyote, ni salama kwa ajili ya afya ya mtumiaji wa hiyo nyanya. Ikitoka hapa tunapofuatia, huyu akishaisuza ataiweka katika hii tray hapa. Na kama tunavyomuona hapa kijana anachukua nyanya kutoka katika tray. Yuko busy kweli kweli. Na yuko vizuri. Anaikata ile nyanya. Hii mashine inaitwa grind. Ni slicing machine, ni kwa ajili ya kuslice hizo nyanya ili iweze kutolewa hapo na kuendelea katika hatua nyingine inayofuata. Hatua nyingine ni ipi? Tumeshapata vipande sasa. Kama vipande vya mkate hivi. Naruhusiwa kushika au ndo don't touch anything? Naruhusiwa kwa kuwa umevaa gloves, kwa hiyo ni salama. Ni salama. Kwa nini tusikate labda vidogo vidogo zaidi au tukatumia tu kisu? Kwa nini tumekata katika maumbo haya? Kwanza, kwa nini hatujatumia kisu? Kwa sababu tukitumia kisu itachukua muda mrefu zaidi katika kukata. Lakini hii mashine umeona kama hapa ni kitendo tu cha sekunde anakuwa amekata. Kwa hiyo ndani ya muda mfupi ana uwezo wa kukata nyanya nyingi sana. Na tunakata hii mashine, jinsi ukataji wake ndio ambayo inasababisha itoke katika muundo huu. Na hii ni kwa ajili ya kurahisisha pale tunavyoenda huko mbele, tutaona kwamba tutakuja kuikausha hii nyanya, ni ili iweze kukauka ndani ya muda na iweze kukauka vizuri na maji ambayo yapo ndani ya nyanya yaweze kufyonza vizuri. Na hii mashine mnaibuni wenyewe? Hapana. Hii mashine ni tumenunua, tuliagiza. Okay. Sawa. Tukitoka hapo kwenye vipande, naona kijana anaweka sasa kwenye hatua nyingine. Hiyo ni hatua gani? Hii ni hatua ya kupanga hizi nyanya. Baada ya hapo zikishakatwa, anaiweka katika hii tray kwa ajili ya iweze kuingizwa katika mashine yetu ya kukaushia hizi nyanya. Na hapa naona kuna kitu kama hii ni karatasi, sijui nini. Kwa ajili gani hii? Hii baking sheet ni kwa ajili, hii inasaidia katika, umeona hapa anavyozipanga. Kwa hiyo ikiwa juu ya hii baking sheet, baada ikishakauka katika utoaji wa hii nyanya inakuwa ni rahisi. Tofauti tungeweka direct kabisa hapa kwenye kutoa, ingekuwa imeshikamana, inagandiana. Okay. Kwa hiyo sasa tunaelekea kwenye hatua ya ukaushwaji. Mtazamaji, moyo wenyewe. Mtazamaji, tunaendelea kujifunza kupitia kwa wabunifu na utaalamu, na hii ni hatua kwa hatua. Mwenye masikio ambiwi sikiliza, lakini mwenye macho pia ambiwi tazama. Unajionea mwenyewe namna ambavyo tunajifunza. Tunaelekea kwenye hatua nyingine kwa wakati huu, na ni hatua ya ukaushwaji. Baada ya nyanya kukatwakatwa na kupangwa kwenye tray, zinaingizwa kwenye mashine kwa ajili ya kukaushwa, ambapo hupitishwa katika hatua mbili. Hatua ya kwanza ni initial drying. Nyanya hukaushwa kwa joto kali ili kuruhusu nyanya zichuje maji kwa haraka. Hatua hii inakuwa ni ya muda mfupi ili kuzuia nyanya zisianze kujipika na kuwa mboga. Hatua ya pili ni optimal drying, ambapo joto husetiwa kwa ajili ya kukamilisha ukaushaji taratibu bila kuathiri virutubisho, ladha na rangi ya nyanya husika. Kwa ujumla, michakato hii ya ukaushaji wa nyanya huchukua wastani wa saa 6, na kwa siku tuna uwezo wa kuzalisha zaidi ya kilo 250 za unga wa nyanya. Baada ya zoezi la ukaushaji, hatua inayofuata ni usagaji, ambapo nyanya zilizokaushwa husagwa kwa kutumia blender ya vitu vikavu. Kisha hufungashwa kwenye makopo maalum yasiyoingiza hewa ili kutoruhusu unga wa nyanya kuharibika. Hatua ya mwisho ambayo ni ya muhimu kabisa kwako wewe mtumiaji wa mwisho ni packaging. Sasa tupo hapa kwa ajili ya kukuonesha tunafungasha, tunaweka unga wetu kwenye kifungashio maalum hiki hapa cha kupendeza kabisa kwa ajili yako wewe mtazamaji. Nipo na Milena, naendelea naye kujifunza. Natumaini na wewe unaendelea kujifunza kile ambacho mimi nakipata kutokea hapa. Milena, hatua ya mwisho tunafanya packaging hapo. Ndio. Hii ni kg ngapi? Hii ni kilo 1, na hizi kama unazoziona hizi zingine ni nusu kilo.
Ni nusu kilo hizo. Ndio. Okay, sawa. Kwa hiyo unajaza kabisa mpaka juu. Ninajaza, lakini sio tu kujaza, lazima nipime. Kama ni nusu ni nusu, na kama ni kilo ni kilo. Atusindikize mtu kwenye utajiri. Atusindikize. Anachukua kile ambacho yeye anahitaji. Anachohitaji. Sawa, lakini nina swali ambalo inawezekana hata mtazamaji pale naye anajiuliza, kwa sababu nikinunua nyanya kwenye sado ambayo ni hii kutoka shambani tutapata labda kwa 5,000 au kwa 6,000. Kwa sisi ambao huwa tunapika nyumbani tunajua paka bei. Lakini nyanya hii itakaa nyumbani labda baada ya wiki moja inaanza kuharibika. Baada ya wiki 2 masalo, baadaye inaharibika kabisa. Unga huu utadumu kwa muda gani? Baada ya kujaza kama ulivyokuwa unaniona, tunaweka asili yetu kwa ajili ya kulinda, kusaidia kwamba huu unga uliokuwepo humu ndani usipate unyevunyevu wa aina yoyote ile. Kwa hiyo ikiwa haijafunguliwa kama hivi, ikiwa sealed, ina uwezo wa kukaa miezi 12. Lakini sasa pale ambapo unaanza kutumia, ukishafungua na ukawa unarudishia, unabana vizuri kabisa, hauruhusu unyevu wowote uingie, inaweza kukaa miezi 6 mpaka miezi 9. Kwa hiyo ndani ya miezi 6 kila unapohitaji unafungua zako, unachota vijiko vyako 2 au 3, vinatosha kabisa kwa ajili ya kupata sotojo linalostahiki. Sotojo hilo. Na ladha yake inakuwa vile vile ladha ya nyanya. Ladha yake ni ile ile. Yaani huwezi jua kwamba hii nyanya iliyotumika hapa ni nyanya ya unga. Mtu ambaye atakula chakula ambacho wametumia kabisa tunda na ambaye atatumia huu unga, ladha itakuwa ni ile ile. Na virutubisho ni vile vile. Ni vile vile. Sasa nikupeleke mwanzoni kabisa kwenye hatua ya kwanza. Nyanya ambazo tunazikusanya huwa zinakuja zikiwa na sifa gani, au tunaweka vigezo gani kupata nyanya hizi ambazo tunazitumia katika mchakato wetu hapa? Huwa nyanya ambazo tunachukua na tunazitumia ni nyanya ambazo zimeiva vizuri. Na isiwe masalo, yani isiwe nyanya ambayo imeanza kuharibika. Nyanya ikiwa imeiva vizuri na hata pia mchuzi wake utakuwa ni mtamu. Nyanya ikiwa mbichi, kwa nini hatuzichukui? Kwa sababu ule unga unaenda kuwa mchachu. Kwa hiyo inamaanisha wewe utakapotumia nyanya ambayo ni mbichi katika kuongia, basi ule mchuzi wako utakuwa ni mchachu, kama vile ambavyo huwa tunatumiaga nyanya mbichi kwa ajili ya kachumbari. Ila huko tukitaka kuunga huwa tunatumia nyanya ambazo ni zimeiva vizuri kabisa. Na ndivyo hivyo katika uchaguaji wetu wa nyanya tunachukua nyanya ambayo imeiva vizuri kabisa, ni nyekundu. Sifa na vigezo kuzingatiwa, manake najua kuna watu wamesikia tu hapa nyanya wasije wakaita masalo. Wakulima kina Ambokile wakulima nyinyi mshasikia tu wanataka nyanya. Sifa na vigezo kuzingatiwa, usije kuleta masalo yako hapa ukajua tunayapokea. Hapa hatupokei, tunachukua nyanya zenye viwango kwa ajili ya kutoa unga wenye viwango. Ita masalo. Basi hii ndo hatua ya mwisho, sio hivyo? Tukishaziweka hapa lazima pia tuzipaki. Kwenye nani nzuri kabisa boksi zake. Lazima tupaki katika boksi zake kama hivi. Kama nilivyosema pale mwanzoni kabisa, safari ni hatua, na hatua ndizo ambazo zinanifanya mimi nihitimishe kwa kupata bidhaa yangu kabisa hii hapa. Na nimshukuru sana Melena kwa kunipa elimu na kunipitisha katika mchakato mzima. Natumaini hata wewe mtazamaji umeweza kuona hivi vitu sio vya kufikirika, bali vinafanyika katika kiwanda hiki, na hivi ndivyo ambavyo tunatakiwa tuwasapoti wabunifu wetu wa ndani. Sawa? Yes, sasa mkulima, kazi ni kwako. Tumeongeza thamani katika soko lako kwamba unaweza sasa kutuletea nyanya zako, lakini sio masalo. Tafadhali, sio masalo. Lakini vile vile kwa mlaji sasa unaenda kula kutumia unga wa nyanya ambao unaweza kudumu kwa muda mrefu na bila kupoteza virutubisho vyake, kwa sababu unga huu hautumii kemikali ya aina yoyote. Sasa mimi kama hivi mzigo wangu tayari hapa umesheheni. Kwa kazi iliyobaki kwangu ni kwenda kupika ugali, natia kuku, chuzi kama ili hapa, chuzi la unga wa nyanya ili hapa, lakini bila kusahau nazi ya Baresa pale pembeni. Una imagine vile itakavyokuwa. Lakini kwa sababu nimekuja na timu nzima ya uzalishaji, production crew, basi nitakwenda
kuenjoy nao pamoja, alafu baada ya hapo tutaenda kwa wanufaika. Wewe si mtaalamu wa kula kwa macho, basi endelea kula kwa macho. Na hii ni mila na desturi zetu sisi wa Afrika wa Tanzania. Kienda kwa babu na bibi, basi tunakusanyika hivi kwa pamoja, tunakula chakula pamoja kuonesha umoja. Na hivi ndivyo ambavyo timu nzima ya Kijana Leo, kila mmoja akiwa na majukumu yake, tukiwa tumekusanyika, tukipata chakula, ugali mkubwa, mchuzi spices, kuku la kutosha, asubuhi kuku, mchana kuku, mchuzi sotojo kabisa, ukiwa umetokana na unga wa nyanya kutokea kwenye Dry Food Enterprises. Na hivi ndivyo ambavyo sisi tunaendelea kuenjoy. Na nilikwambia wewe mtazamaji kwamba utakula kwa macho, endelea kula kwa macho. Alafu baada ya hapo tunde tukasikilize wanufaika wengine wana yapi ya kusema. Angalau kwa sasa tuna uhakika kununua nyanya na kuhifadhi kwa muda mrefu, lakini pia nimeachana na kununua nyanya mara kwa mara. Hata zikipanda bei mimi siwezi kuathirika. Dry food wamenipunguzia usumbufu wa kupita gengeni mara kwa mara. Hata mzee akihitaji chakula chapu haraka kwa mezani. Kwa majina naitwa Rema Rama Makula, ni mkazi wa Songwe, kijiji cha Songwe, kata ya Nanyara. Ni mkulima wa nyanya takribani miaka 5. Katika miaka 5 hiyo, miwili ilikuwa ya kujifunza, lakini 3 imeanza kwa ajili ya uzalishaji zaidi. Tunavuna kuanzia tenga 25 kwa mchumo mmoja kwa ajili ya kwenda sokoni. Mbali na mavuno hayo, tunakutana na changamoto. Kipindi cha masika kama sasa, barabara zinakuwa hazipitiki, inapelekea nyanya kuoza shambani. Kinachofuata, usafiri unaotumika ni wa pikipiki. Mkulima anakuwa anashindwa kumudu zile gharama za usafiri. Baada ya changamoto hizo kukutana nazo, nilibahatika kukutana na vijana wa Dry Food Enterprises ambao wenyewe wanajihusisha na ukaushaji wa nyanya kutoka nyanya tunda kwenda ya unga. Kukutana nao kumeniwezesha kutatua changamoto la masoko. Nyanya nyingine zinaenda masoko yaliyozoeleka ya mwanzo na nyanya nyingine inaenda kwao. Sina tena nyanya ya kupoteza kwamba itabaki shambani, hapana. Nyanya yote inakuwa na uhakika kuuza. Kwa maana ninalima kwa kujiamini sasa hivi, sio kubabaisha tena, sababu soko lipo. Hivyo pia kipato kinaongezeka. Nimeongeza shamba kutoka eka 1, sasa ninaenda kuongeza eka 5 mbele. Nimeweza kulipa ada za shule, lakini pia adha ndogo ndogo zinakuwa hazipo tena. Kama mkulima wa nyanya ambao nimelima nyanya, ninawashauri vijana wenzangu wasiogope kulima nyanya. Walime kwa ujasiri na kujiamini, kwa maana mkombozi amepatikana ambao ni Dry Food Enterprises. Kwa maana yeye hatachukua nyanya na hivyo hakutakuwa na upotevu tena wa nyanya shambani. Kwa kweli vijana hawa wametuongezea hela juu zaidi tofauti na wanunuzi wengine. Vijana hawa wananunua kwa debe shilingi 15,000. Tofauti na madalali wanakuja kununua kwa shilingi 10,000. Hali hiyo inatusaidia kufanya maendeleo, kupeleka watoto shule na kuweka akiba. Ubora wa nyanya unaanzia shambani, sio sokoni. Kwa tunahakikisha soko letu kubwa sana tunalilinda likiwa shambani. Tunahakikisha mkulima anavyolima ile process yote tunaweza tukaimonitor kuanzia anapoandaa shamba lake mpaka anapopata product. Hatuchukui nyanya ambayo imeharibika kama salo, hiyo nyanya hatuichukui kabisa. Lakini nyanya ambayo imeiva, ina majimaji, hiyo tunaichukua, tunaifanyia process extraction, ambao tunatoa ule uji tunaubadilisha kwenda kwenye unga wa nyanya. Kwa sasa hivi mwitikio wa wakulima na wafanyabiashara wa nyanya ni mkubwa sana. Kwa mpango wetu ni mpaka 2027 kuongeza wakulima wengi sana ambao wanajikita kwenye upande wa nyanya, na vile vile kuongeza wigo kwa wafanyabiashara
waweze kutuletea nyanya ambazo zinakaa sokoni kwa muda mrefu na ambazo hazijaharibika. Hadi sasa tuna wakulima takriban 5 ambao wanatuuzia nyanya kwetu sisi direct. Kwa uaminifu kwetu sisi ambao tumeweka kwao ni kusaini mikataba ambao inawatengenezea kuwalinda wao kabla hawajaleta nyanya kwetu sisi. Ni imani tosha ambayo inajengea kati yetu sisi na wao kuwa na soko la uhakika, kwa sababu alipanda kwa gharama kubwa na vile anapata hasara wakati anavuna nyanya zake. Hiyo ni challenge kubwa sana ambayo sisi tuliikuta. Lakini badala ya sisi kuingia kwa mkulima, tuliweza kumsaidia sasa mkulima kuwa na soko lake la uhakika, wapi atauza nyanya zake, na sisi tuziprocess zile nyanya kuongeza thamani ili nyanya ziwe unga. Kwa kuongeza thamani ya hizi nyanya ikampelekea mkulima kuwa na soko la uhakika wa wapi auze nyanya zake. Upande wa kunufaika, kwanza mpaka sasa hivi nimekutana na wakulima wengi sana ambao wanajihusisha na upande wa nyanya. Na kwa kukutana na wanufaika wengi nimegundua matatizo mengi sana yanayokuta kwenye upande wa nyanya. Maana sio tu ya upatikanaji wa nyanya, paka elimu pia ya upande wa nyanya bado ni mdogo sana. Kwa hiyo nimefika kulijua hilo swala. Lakini kwenye upande wa kampuni tulipoanza mpaka sasa hivi tumeweza kuongeza uzalishaji wa upande wa unga wa nyanya. Mara kwa kuzalisha kilo 10, lakini sasa hivi tunaenda mpaka tani kadhaa za nyanya. Lakini kwa upande wa personal mwenyewe, baada ya kumaliza tu chuo, tumeweza kujiajiri na kuajiri wanafunzi wengine wa chuo. Kwa hiyo tumeweza kupunguza gap la watu kutegemea ajira tu. Kama tulivyoona kuna baadhi ya watu ambao tayari tumeshawaajiri waweze kufanya process za upande wa nyanya. Kwa hiyo tunategemea baada ya miaka kadhaa kuwa na waajiri wengi waajiri wengi ambao freshers wametoka shule waanze kufanya kazi waanze kujoin na sisi ili tufanye nao kazi kwenye upande wa nyanya. Nilihitimu katika Chuo Kikuu cha Sayansi na Teknolojia mwaka 2022. Kipindi hiko nakumbuka wakati nahitimu nilikuwa naona kwamba nimeshahitimu. Nimehitimu, ajira inanisubiria mimi. Lakini kiukweli nilivyoenda huko mtaani nilikuta mambo ni tofauti na mimi nilivyotegemea. Mwaka kwanza ulipita nikiwa nimerudi nyumbani, kwa sababu ukiwa mtoto wa kike huwa ni ngumu sana mzazi kukuruhusu ukae mbali alafu hajui unafanya nini huko. Nikaanza kujiona ni mzigo, kwa sababu kwamba hata kitafunio asubuhi nimeamka lazima uombe hela kwa mama. Muda mwingine unakuta hata mahitaji yangu binafsi unaomba hela kwa mzazi. Kwa hiyo nikaanza hata bila mzazi wangu kuniambia, nilianza kujiona kwamba nimekuwa mzigo. Na ndipo siku moja nikajaribu kuacha vipi nikarudi Mbeya. Inawezekana kule nitakutana na watu wengine ambao nilisoma nao, tulishawahi kukutana katika sehemu tofauti, tunafahamiana, labda watanipa mchongo wa kufanya. Ndipo ambapo nilipata mwaliko kutoka Dry Food. Kwa hiyo nilivyoambiwa kwamba wanafanya ile nyanya isifike huko kote katika kuoza, bali ichukuliwe ikiwa vile fresh bado na inasagwa na baadaye kuja kuwa unga, niliona ni kitu kizuri sana, kinaweza kutusaidia sisi jamii yote kwa ujumla. Kwa hiyo niliridhia, nikakubali, na ndipo ambapo nikajiunga na Dry Food kwa ajili ya kuleta kitu ambacho kina manufaa, kina faida kwa jamii na pia kwa mkulima, kwa sababu hata atakapovuna ile nyanya hatahitaji tena kukaa sokoni mpaka ioze, anaweza akaleta kwetu na akapata faida ya zao lake ambalo kalivuna. Sehemu kubwa sana ya maisha yangu yamebadilika. Kwanza kabisa nina uwezo mwenyewe nikajitegemea. Sihitaji tena kupiga simu kwa mzazi wangu kwamba nimekwama 5,000 hapa, nimekwama 10,000 mama. Ila sasa hivi ninasikia furaha pale ambapo hata bila mamangu kuniomba hela nimemtumia. Hata bila babangu kuniambia kitu nimemsaidia. Hata zile hela ambazo nilikuwa kila muda nampigia baba, naambia baba nimekwama hivi. Sasa hivi nina uwezo, sio yeye tena anayenipa, ni mimi ambaye ninamsaidia mzazi wangu. Kwa hiyo kwangu mimi Dry Food imenisaidia sana. Nilitoka kwa rafiki yangu nikaweza kujinunulia mwenyewe kitanda, godoro, na jinsi siku ambavyo zilizidi kwenda nikafanikiwa hadi kuanzisha biashara yangu ya keki. Ni ngazi ya umeme ambayo imezua gumzo katika mji huu wa Mbeya. Hata wakazi wake wanasema Ugonile,
hata wakazi wake wanasema sasa Mbeya ni kama Dubai. Na mimi kijana leo nikaamua kufika hapa nijionee vile ambavyo wao wanaenjoy nikiwa nakupeleka taratibu alipokuwa Elesia Haule akiwaelimisha wajasiriamali wadogo kuhusiana na ubunifu huu na mradi huu wa unga wa nyanya. Twende kwa Elesia Haule. Bugoni ile wa mama. Kambombo. Ndugu Suma tukumalisie wa mama. Hivyo ndugu Suma wa mama, ndugu Suma. Sasa bwana, hapa mbele yenu kama mnavyoniona mimi binti yenu niko na hili boksi. Hili boksi lina nyanya, lakini nyanya hizo ya kawaida, ni ya unga. Sawa Chanzo cha hii nyanya ni nyanya ambazo ziko mezani kwenu. Kuna hawa vijana wanaitwa Dry Food Enterprises. Wako hapa Mbeya. Hawa vijana wananunua nyanya kutoka kwenu, lakini pia mashambani. Lengo ni kuwasaidia nyinyi na wakulima wa nyanya msipate changamoto za nyanya kuwaozea. Sasa hawa vijana wanachukua nyanya ambazo ziko katika hali nzuri, ambazo sio masalo, wala sio mbichi. Wanazikausha na kusaga mpaka kupata unga. Unga unatumia vizuri kabisa, au hujachanganywa na chochote. Chota, onja. Wamama tunajua mko vizuri kwenye kosi. Pitisha muonje, ni unga mzuri kabisa, ni nyanya. Haijawekwa chumvi, haijaweka kitu chochote. Kwa hiyo vijana wako kwa ajili ya kuwasaidia wanamama, wafanyabiashara wote wa nyanya, wakulima wa nyanya. Nyanya haziozi tena sokoni. Kwa hiyo mkiona nyanya zinakaribia kuiva vizuri, mnawatafuta hao vijana. Tuko vizuri wa mama? Kuna mtu mwenye swali lolote? Swali langu la kwanza nalouliza ni hili. Hiyo dawa inayotumika kusindikia katika ukaushaji huo wa nyanya haina madhara yoyote kwa mlaji? Kwenye usindikaji wa hizi nyanya hakuna dawa yoyote inayotumika. Ni nyanya yenyewe inawekwa, inakaushwa vizuri. Kwa hiyo tunapata virutubisho vilivyo sahihi. Ladha inabakia kuwa ni ile na ubora ni ule ule. Nyongeza ni hili. Je, hizo nyanya ambazo zimeshasindikwa hazina expire date? Jibu ni kwamba kutoka tarehe ambayo imetengenezwa ukishainunua inaweza kukaa miezi 12 bila kuharibika. Lakini pia ikishafunguliwa ndani ya miezi 6 unaweza ukaitumia bila kuharibika. Kigezo cha kuzingatia ni kwamba hakikisha imekaa sehemu ambayo ina ukavu, na pale unapofungua kopo lako wakati wa matumizi hakikisha unalifunga. Na huu utaalamu wote umetoka kwa vijana wa chuo cha science pale Mbeya, ambacho tunafahamu kama vile MUST. Kwa hiyo mnapowapeleka watoto vyuo, jamani, wanapata maarifa kama haya, na hawa ni vijana wadogo. Kwa hiyo wamama wenzangu, niwahamasishe kwamba vijana wako kwa ajili yetu kutatua changamoto mbalimbali katika jamii yetu kama hizi. Wamama wanatusaidia kwenye biashara zetu. Tuko vizuri wamama? Kila mama ashike simu yake tuweze kunakiri namba chini. 0778454037. Ukiwa na nyanya zako ziko katika hali nzuri, zimeiva vizuri, ambazo hazijaoza, unapiga hiyo namba, unaambia vijana kwamba niko na hizi nyanya, nataka kufanya biashara na nyinyi. Soko umepata? Ndaga fijo wa mama. Ena. Kwa jina naitwa Aida Kameta. Kwa jina maarufu la kuuzia nyanya hapa Ikuti ni Mama Teddy. Kweli tumeuza nyanya kwa muda mrefu. Nyanya zimetuozea kwa muda mrefu. Hata kwa kupeleka hakupo. Yaani ni hasara tupu. Sasa hizi vijana wamejitokeza kutusaidia sisi wafanyabiashara wa nyanya. Na hawa vijana katika soko la Ikuti watatusaidia sana. Tukipata nyanya imeiva, tunawaita vijana wetu, wanachukua nyanya, wanaenda kutengeneza ile nyanya ya poda. Tumeionja, ni nzuri, ni nyanya kama nyanya. Nyanya haziharibiki sasa, nyanya zinatoka kwa wingi tofauti na zamani tulivyokuwa tunatupa nyanya. Kipato changu kimeongezeka, sitegemei wale wateja wa kila siku wa 200, 300 wanachukua kwa wingi, matenga mengi kwa ajili ya kwenda kuzalisha nyanya
ya unga. Na sasa umefika ule muda ambao tutakukutanisha na vijana mbalimbali. Wao watatuambia ni kwa namna gani wanaona fursa katika jamii yao, lakini pia tutakutana na wadau kutoka mashirika mbalimbali ya kiserikali wakituambia ni kwa namna gani wao wanasaidia vijana kufikia katika safari yao ya kujipatia ajira, lakini pia kujiongeza kiuchumi. Na moja kwa moja kinara wetu wa siku hii ya leo ni Justin Bahati. Tuambie, uliona vipi ile changamoto kwenye jamii yako na ulianza vipi kwenda kuitatua ile changamoto? Ubunifu tulianza 2023 baada ya kuwa tunafanya zile project za chuo. Kwa tukaona kuna changamoto kubwa ya upotevu wa mazao hususa masokoni, hususa zao la nyanya. Inaharibika kwa urahisi, gharama za uhifadhi ni kubwa, inabidi utumie majokofu. Sasa tukafikiria ni kwa namna gani tunaweza kuja na suluhisho ambayo itaongeza muda wa hizi nyanya kutokuharibika pasipokuwa na gharama za ziada kama ambavyo majokofu yanafanya. Tukaamua sasa kutengeneza mashine ambayo inaweza kukausha nyanya, lengo ikiwa ni tuzikaushe, tuzibadilishe kutoka kwenye hali ya tunda tupate unga. Kama unavyojua vijana tunakuja na mawazo yetu, lakini peke yetu hatuwezi, na hapa wadau wetu, mmoja kati yao ni SIDO. Kwa namna gani wanawakuza kufanya yale mawazo walionayo yanatimia kwa kuwapa elimu, lakini pia wanawawezesha kwa namna gani? Sisi tunasaidia katika upatikanaji wa teknolojia ambayo ni rahisi, ambayo kwa mtu wa kawaida, wale wazalishaji wa chini na wakati wanaweza kuitumia kwa ajili ya kuprocess vitu mbalimbali. Kwa mfano kama hapa tunapozungumza mazao baada ya kutoka shambani, ili kusaidia yasiweze kupotea. Lakini pia tunasaidia pia kubuni. Anakuja na wazo fulani, sisi tunamsaidia kulidevelop lile wazo liende katika upande wa teknolojia. Lakini pia ukitoa habari ya teknolojia, tunakuwa tuna huduma za atamizi ya vijana. Tunampa mafunzo, tunaweza kumuunganisha mpaka na baadhi ya taasisi za serikali mpaka kufika kwenye TBS, ili aiweze kuisajili biashara yake kuanzia BRELA, TRA, na mwisho wa siku tutamuunganisha na TBS ili yeye biashara yake iweze kujitangaza. Sasa sio tena kwa ujasiriamali mdogo, ile anaweza akaenda hata kimataifa. Sisi pia tuna huduma za kifedha, tuna mikopo kama ya aina 3, ambapo kijana mjasiriamali ambaye anataka kuanzia biashara akiwa na wazo, akifika katika shirika la SIDO, tutaenda kuikagua biashara yake. Tukiangalia ni biashara ambayo inaweza kuleta faida katika namna moja ama nyingine, tunaweza tukampa mkopo sisi, ambapo si mkopo wetu unaishia mpaka milioni 5, ila zaidi ya hapo huaga tunawaunganisha na mabenki. Mtu aliyepitia SIDO hawezi kupata yale masharti magumu ya benki. Vijana ambao mna mawazo yamekwama, naomba nije kwenu ili tuweze kujua sasa, tuambiane wapi tumekwama ili tuweze kupata uvumbuzi. Karibuni. Nakosa mitaji ya kujenereta katika ile kitu ambacho tunakifanya. Mfano watu wanatengeneza kitu kama application, inahitaji vitu vingi, maana kuna vitu inabidi uviweke kwenye system ambavyo vinahitaji hela pia kwenye kuweka. Kwa hiyo kutokana na investors au watu ambao waliopo katika maeneo yetu kukielezea ile idea yako kwamba unataka ubadilishe hii kitu kutoka kufanyika kwenye physical kuwa online direct na kuwa ni cheap kwao, bado wachache wao waamini na ndio wanashindwa kuinvest kwetu. Je, tunajua sehemu sahihi ya kupeleka mawazo yetu ili yaweze kukuzwa? Wengi hatufahamu, na pengine wenye fursa hizo zinazotuwezesha sisi vijana kuweza kuinuliwa kutoka pale ulipo kwenda hatua nyingine, na wao pia hawapo kwenye mazingira ya kujiposition ili sisi tuweze kufahamu wako wapi na sisi tuweze kuwafuata. Lakini pia kingine, unakuta kijana ili uweze kupewa mkopo fulani unaambiwa lazima uwe na hati ya nyumba au lazima uwe na shamba ambalo umekwisha yani unalimiliki tayari. Kumbuka bado ni kijana na huna hiyo income ya kukuwezesha wewe kununua hiyo ardhi au hilo shamba ili uweze kupewa hiyo support kuanzia hapo kwenda mbele. Kwa hiyo tunakosa hiyo taarifa, lakini pia tunakosa baadhi ya vigezo vinavyotuwezesha kuweza kusaidika sasa
katika hayo mawazo. Afisa vijana wa jiji hili la Mbeya, mnafanya nini kuhakikisha vijana wanapata kile ambacho wanastahili? Halmashauri jiji la Mbeya tuna program ya mikopo ya vijana. Kuna mikopo ya 10% ambapo kwa kundi la vijana lenyewe lina 4%. Ile mikopo ni ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Kwa 4% ni mikopo ya vijana. Kwa kuwapa taarifa, mikopo hiyo haina riba wala haina dhamana kama alivyokuwa anazungumza kijana. Japokuwa kazungumza kila mikopo, sasa labda ameenda kwenye mikopo mingine akakutana na riba ya hati ya nyumba. Kwa hiyo inategemea wewe kijana umeenda kuulizia ni mkopo wa aina gani. Kuna mfuko wa pembejeo ambao nadhani vijana wengi sasa ndio hawaujui. Mfuko wa pembejeo ni mfuko wa serikali. Upo chini ya Wizara ya Kilimo. Ule mfuko una mikopo ya aina 2. Mkopo moja ni wa kawaida ambao ndio unahitaji dhamana. Kwa mfano unataka kununua trekta, unataka kujenga kiwanda, unataka kitu chochote kile lakini kiwe kwenye value chain ya kilimo, unakopeshwa. Hiyo ndio inahitaji hati. Lakini kuna mkopo ambao unaita BBT, kama mshausikia, Build Better Tomorrow. Sawa? Huo mkopo hauna dhamana yoyote. Na huo ndio wa vijana sasa. Lakini fursa nyingine, jiji sisi tuna vikundi ambavyo watu wabunifu wao tunavilea sisi kama idara ya kilimo, lakini kupitia jiji. Kwa wale ambao walikuwa hawajapata kusikia, nadhani kupitia kijana leo inaweza ikasaidia sasa waone waje jiji waulizie, watapata hizo fursa. Sasa nimlete kwenu Madam Mary Njau. Huyu yeye anatokea TARI, Taasisi ya Utafiti wa Kilimo Tanzania. Wanawezaje kupata ubora kwenye vile ambavyo wanavyovizalisha ili tu waweze kupata soko ndani na hata nje ya Tanzania? Tunasema ubora wa mazao unaanzia kwenye afya ya udongo. Hivyo Taasisi ya Utafiti wa Kilimo ina wataalamu mbalimbali kuanzia kwenye udongo, tukija kwenye agronomia ya mazao, tukija pia kwa wale ambao ni wabunifu wa mbegu mbalimbali za mfano mbegu za maharage, mbegu za mahindi, mpaka tunapokuja kufikia kwenye mnyororo mzima tunapovuna na kuhakikisha basi mazao yako hayapotei shambani. Na mmoja kati ya vijana hawa waliotuleta huku Dry Food Enterprises yuko kijana Kennedy. Yeye naye aweze kutuambia ni kwa namna gani wao waliweza kukaa kwa pamoja na walipata wapi elimu hii na vipi chuoni. Je, walikuzwa? Kwa upande wa vijana, mawazo mengi sana yanaanzia chuoni, lakini uwezo wa kukuza lile wazo wakifika mtaani unakuwa ni mgumu sana kwa kupata kipato cha kuongeza lile wazo. Na kingine kinachowakosa sana vijana ni wenyewe kuwa committed kwenye kuongeza uwezo wa taarifa kwenye lile wazo ambalo wanalipata. Lakini sisi tumepata fursa kwa wadau wengi sana ambao wametusaidia mpaka sasa hivi. Tulikutana na Likoto, tulikutana na watu wa Hehifa ambao walitusaidia kifedha na kielimu ya biashara mpaka tukafika tulipokuwepo. Asante sana. Sisi kama vijana tunatakiwa tuweze kuwa na namna nyingine ya kuweza kuona fursa nje ya yale masomo. Ukinitazama mimi sikusoma masuala ya kilimo, nilisoma masuala ya mambo ya teknolojia, nilisoma kozi ya computer engineering, lakini leo ninaitumia hiyo computer engineering kuweza kusolve matatizo kwenye sekta ya kilimo, sekta ambayo mimi wala sikuwa na maarifa nayo. Lakini nikirudi kwenye upande wa elimu ni kwamba kweli elimu inatusaidia pakubwa. Unapokuwa shuleni ni kama sehemu ambapo unakuwa umeenda kutengenezwa, kuongezwa namna ya kuweza kufikiri zaidi. Na namna ya kufikiri zaidi hiyo ndio elimu yenyewe ambayo inaweza kukusaidia wewe sasa unapokuwa mtaani kuweza kuyaona hayo matatizo yaliyopo mtaani na kuweza kuyatatua. Katika mafanikio ya jambo lolote, elimu waga ni swala la kwanza kabisa, kwa sababu linakupa direction ya uanzie wapi, utoke wapi na uende wapi. Ila changamoto inakuja katika mode of assessment ambako tuko chuoni. Mode of assessment chuoni inatulazimisha, yani inamfanya mwanafunzi aamini kwamba kusoma peke yake, amini kwa theory inatosha katika mafanikio, jambo ambalo sio kwa sababu assessment ambayo inafanyika katika mavyuoni na hata shuleni ni kujibu tu mtihani, na ukifaulu basi unaamini kwamba wewe tayari umefanikiwa. Lakini mimi nilikuwa napendekeza kwamba
kwa vioni mode of assessment ingebadilika into practical, ili tuhakikishie kwamba mwanafunzi ameelewa kile ambacho tumemfundisha. Tungekuwa more practical based, kwamba mwanafunzi aje na kutokana na elimu ambayo amepata aje na kitu ambacho ameweza kufanikiwa kukitengeneza kusolve changamoto ambazo zinatokea jamii. Hii itasaidia ku raise ile awareness ya wanafunzi kwamba elimu ni nzuri, lakini pia ili uweze kuassess kwamba umefanikiwa katika swali ni kuweza kutatua changamoto ambazo zinatokea katika jamii. Asante sana. Tunahisi nini kifanyike ili vijana waweze kujua kwamba wao ndio chatu ya kufanya mabadiliko katika jamii yetu? Sisi vijana wengi tunaomaliza chuo tunakuwa tuna maisha kama ya ndoto, kwamba ninaamini nikimaliza chuo kwenye upande wa HR kuna ofisi kubwa ina AC, ndio natakiwa nikaajiriwe. Lakini maisha hayapo kukupa picha unazoziona kwenye mawazo yako, ila picha unazoziona kwenye mawazo yako huwa zinatokea baada ya wewe kuchukua hatua ndogo ndogo. Na ndio mwisho wa siku watu wanasema kazi hamna, lakini ukweli sio kazi hamna, ni shida. Mtu akiwa amelala ukiota unaokota hela, ile ndoto waga ni nzuri, ila unaweza ukaamka asubuhi ukajikuta hata ile hela ambayo uliota hauna. Sasa vijana wengi wanakuja kujitambua wakati umeenda. Mtu ameshafika umri wa uzee anatuambia, yani ningekuwa kijana kama wewe ningefanya vizuri. Vijana inabidi waweze kupewa elimu kuhusiana na asa waweze kujihusisha kwenye masuala ya uzalishaji wa kilimo, kwa sababu kuna ile dhana ya kwamba mtu anayefanya kilimo ni mtu ambaye amefeli, au ukiwa unafanya vitu vyako vingine huko ukifia kabisa vyote vimefeli, wanakuambia option ya mwisho bwana, nenda ukafanyaje, ukajihusisha kwenye masuala ya kilimo. Waweze kuona kwamba kwenye kilimo kuna fursa, kwa sababu tukiangalia kwa mfano population ya Tanzania sasa hivi inazidi kukua, na watu wote ambao Tanzania wanahitaji waweze kupata chakula kila siku. Wale wabunifu, usijifungie na wazo lako ndani ukaamini kwamba utalifanya peke yako likakamilika. Shirikisha watu wengine, shirikiana na taasisi mbalimbali. Kwa watu ambao wako vioni, chuo ni sehemu nzuri ya kujaribu fursa. Jaribu, unapata boom, unaweza ukatenga asilimia kidogo ukaitumia kufanya majaribio, hivyo mpaka ukafikia matokeo yale ambayo wewe mwenyewe unayaamini. Kwa hiyo sasa unatoka pale unaenda kwa wadau wengine, unawaambia tayari nimeshapata kitu fulani, nataka mnitoe hapa kwenda hatua hii. Ni matumaini yangu umejifunza mengi kutoka kwenye mdahalo huu ambao tulikuwa na wahitimu wa chuo kutoka hapa Musti, lakini pia wako ambao wanaendelea na elimu na vile vile wadau mbalimbali kutoka katika sekta za serikali ambazo zinasaidia vijana kutimiza malengo yao katika shughuli ya ubunifu, lakini pia ujasiriamali. Sina mengi ya ziada, basi ni kuache ukiendelea kufikiria ni namna gani na wewe utaenda kutatua changamoto katika jamii yako. Na hapa tumefika mwisho wa kipindi chako pendwa kabisa cha Kijana Leo kutokea katika jiji hili la Mbeya. Ni matumaini yetu kuwa umeweza kuelimika na kuhamasika juu ya ubunifu waliofanya vijana hawa. Ni jukumu letu sisi kama vijana kuendelea kupambania kombe. Ni jukumu letu kuendelea kufanya ubunifu, jitihada pamoja na bidii, kwa sababu hii itakutoa sehemu moja kuelekea sehemu nyingine. Na kazi yetu sisi Kijana Leo ni moja tu, kukung'arisha wewe kijana katika ulimwengu ili dunia iweze kujua kile unachokifanya kwenye jamii yako. Na kama wewe ni kijana unafanya bunifu inayotatua changamoto kwenye mazingira yako, basi kazi ni moja tu. Tutafute kupitia mitandao yetu ya kijamii Jakaya Mrisho Kikwete Foundation. Lakini pia unaweza kututumia kielelezo cha kazi yako, picha au video fupi kabisa kupitia barua pepe yetu info@jmkfoundation.org. Nasi tutafika mpaka ulipo. Na ukitaka kupata madini ya kipindi hiki, kipindi cha Kijana Leo, basi unaweza kuingia YouTube, ukaandika pale Kijana Leo. Bila kusahau kipindi hiki kinaletwa kwako kupitia Azam TV kwa kushirikiana na Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana pamoja na Jakaya Mrisho Kikwete Foundation. Na kama unavyoona nyuma yetu kuna jengo limeandikwa Mbeya. Hii ni TAZARA ya Mbeya kwa kirefu cha Tanzania Zambia Railway. Mwalimu wangu Mwakatobe atatuletea hapa historia fupi ya reli hii. Asante sana mwanafunzi wangu, na najivunia kuwa na wewe kwa sababu ni mtu ambaye unajifunza kila siku. Reli hii ilijengwa miaka ya 70 ikiwa na lengo jema tu kutokea kwa waasisi wetu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, akiwa na muasisi wa taifa la Zambia, na huyu si mwingine bali ni Kenneth Kaunda. Lengo lake kubwa ni
kuongeza uchumi kati ya mataifa haya mawili. Ilianzia Dar es Salaam na ikaishia eneo moja kule Zambia panaitwa Kaprimposhi. Utafika pale nitakupeleka. Lakini ukitazama nyuma unaona kuna bendera mbili. Kuna bendera ya Tanzania lakini vile vile kuna bendera ya Zambia. Kama ukuwahi kupata kuiona basi unaweza kuiona pale. Hakika nimeiona. Asante sana mwalimu wangu Mwakatobe kwa nondo nzuri kabisa ulizonipatia. Nikukumbushe wewe uliye nyumbani kwamba fursa haiji ikiwa imeandikwa fursa, bali inakuja ikiwa imefungwa kwenye changamoto. Hivyo ni jukumu lako wewe kwenda kuifungua na kuifanya iwe fursa. Langu jina ni Elesia Haule, lakini nilipofika hapa Mbeya nikaitwa binti wa Mwakasungura. Asante sana binti wa Mwakasungura. Na mimi ni Gilfred Arnold, lakini huku Green City wananiita Papa Mwakatobe. Lakini hatukuachi hivi hivi. Ni kuache na nukuu kutoka kwa mwigizaji maarufu kutokea Marekani, na huyu si mwingine bali ni Denzel Washington. Yeye alisema ndoto bila juhudi ni ndoto tu, bali nidhamu huibadilisha ndoto kuwa hatma. Wacha we. Wewe nini unaharakia nini? Haya, tulia hapo tumalizie hiyo. Hapo. Paka wakati mwingine.